Msichana mdogo alishtuka sana alipogundua kuwa mjomba wake alikuwa na mpango wa kumuuza kijijini. Akapiga kelele kwa hasira na kumwambia atapigwa na radi kwa matendo yake mabaya, lakini mjomba akacheka kwa dharau. Sekunde iliyofuata, radi ilipiga moja kwa moja gari waliokuwa ndani yake, ikawachoma mjomba na shangazi hadi wakawa weusi kama makaa. Msichana akatoka nje ya gari kwa hofu, na mjomba alipojaribu kumkamata akatikisa mkono wake kidogo tu. Mjomba akapoteza nguvu na kupiga magoti papo hapo. Hapo ndipo aligundua kuwa msichana huyo si wa kawaida. Wakaingia haraka garini na kukimbia, lakini msichana hakuwasamehe. Akatikisa mkono wake tena na gari likatoweka kabisa. Wao wakaburuzwa chini wakiteleza juu ya ardhi, huku wakitoa cheche kama umeme, jambo lilomfanya msichana atabasamu kwa furaha. Hakuna alikuwa anajua kuwa msichana huyo alikuwa ni mungu mdogo wa utajiri kutoka mbinguni. Zamani aliwahi kubadilisha hatima ya mtu kutoka utajiri hadi umaskini, jambo lilomfanya mwalimu wake amkaripie na kumtuma duniani kurekebisha kosa hilo kwa kumsaidia mtu huyo kurejesha bahati yake, huku akimpa brush ya kichawi ya kumsaidia kupata utajiri na kumtambulisha kama baba yake. Lakini hakutarajia kuwa alipofika duniani angeingia kwenye mwili wa msichana maskini, na muda huo huo mjomba na shangazi wake walikuwa wanajaribu kumuuza kwa tamaa ya pesa. Baada ya kuwapa adhabu kali, alitumia nguvu zake kumtafuta baba yake halisi. Wakati huo huo baba yake alikuwa amemaliza pesa zake zote kwa kununua tiketi za bahati nasibu bila mafanikio, hadi akaamini kuwa hatima yake ni kubaki maskini milele. Lakini msaidizi wake alikuwa ameenda kwa mtabiri ambaye alisema kuwa mwanaume huyu alipaswa kuwa CEO tajiri na alikuwa na binti mwenye baraka, lakini aliangushwa kwa njama za watu wabaya. Ukweli ulikuwa kwamba hapo zamani alikuwa mrithi wa utajiri mkubwa, lakini mama wa kambo pamoja na mdogo wake walimpanga na kumfukuza hadi akaishia kijijini akiwa maskini. Dakika hiyo hiyo msichana alimuona kwa kutumia nguvu zake, na alipomuona akamkimbilia na kumuita baba, lakini mwanaume hakumwamini na akadhani ametumwa ili kumtega, hivyo akataka aondoke haraka. Msichana alitambua kuwa kosa lake la zamani ndilo liloharibu maisha ya mwanaume huyo, akahisi huzuni kubwa, na wakati huo huo tumbo lake likalia kwa sauti kubwa, kwani alikuwa hajala kwa siku 3. Baba yake akamhurumia na kumpikia bakuli la tambi, akamwambia ale kisha aondoke. Lakini ili kuthibitisha kuwa yeye si wa kawaida, msichana akatumia nguvu zake papo hapo na kuunda